Sasa tunaomba prayer, tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa pamoja nasi katika muda huu na vipindi ambavyo tumekuwa tukisoma. Tulianza na vikundi vile vya kikanisa na sasa tukaingia dini hizi ambazo sio za Kikristo. Tuko na darasa la mwisho inawezekana kwa siku ya leo, na zaidi sana umetuongoza katika muda mzima. Leo tutakuwa tumejifunza yale kwa ajili ya utukufu wako, na zaidi sana tukiamini kwa kitu ambacho tumejifunza na wengine wamejifunza ambacho kitawafaa tunapolinganisha imani mbalimbali za kidunia. Tujue kwamba kuna thamani kubwa kwa sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo na tuwafikie wengine na injili ya Yesu Kristo. Anza pamoja nasi na tumalize pamoja nasi. Kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo tumeomba. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Mstari ule wa 5 na mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 5 na mstari ule wa 6. Na niwape mistari miwili sio kwa pamoja, mistari miwili sio kwa pamoja kwa utaratibu katika kuhesabu 1 2 3 hao na dunia waliotumaina dunia na dunia wasikia. Sisi tunatokana na Mungu, yeye ambaye Mungu anatusikia. Yeye asiyetokana na Mungu anatusikia. Katika hili tunajua kwa kweli na roho ya upotevu. Amen. Hao lazima hao maana yake sio sisi. Na watu makundi mawili ambao tunayasoma, na katika makundi ambayo tunayasoma tunalinganisha hao na sisi. Hao ambao wako nje, hao ambao sio kwetu, hao ambao hatufungamani nao, hao ambao tunatakiwa tuwaeleze ukweli, tunaambiwa kwamba hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia na dunia wasikia. Tuna mtu ambaye ni mpagani, mtu ambaye hamwamini Yesu Kristo, atakuwa anaongea mambo yake ambayo ni ya kipagani, mambo yake ambayo ni ya kidunia, mambo yake ambayo yanahusiana na maisha ambayo anayaishi kwa wakati ule. Na yule ambaye anaishi maisha na maisha maana yake tunajua kwamba anasema dunia inamsikia kwa sababu wanaendana kwa pamoja na dunia. Sisi sio wa dunia. Kuna wakati ambapo unaweza ukasema habari za Yesu Kristo, unaweza kusema habari za Biblia, ukasema habari za kumjua Mungu wa kweli, lakini watu wasikusikie. Kwa nini? Hakuna connection, hakuna muunganiko kati ya yule ambaye ni dunia, kwa sababu sisi sio wa tabia zile, sio asili ile. Ni kweli sisi tutokana na Mungu, na yeye ambaye Mungu atatusikia. Amjuaye Mungu unapomweleza mtu habari za Yesu Kristo, na unapokuwa katika habari ya kumweleza mtu habari za Kristo kwa wale ambao ni ndugu, brethren, ndugu ambao ni wa jamii ya waaminio, tunataka kushirikiana kile ambacho ni sahihi na kile sahihi, tutakuwa kila kuelewana pia. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati pia, mstari mwingine ambao nadhani usome kabla tujaingia katika mafundisho. Kumbukumbu la Torati mlango wa 13 mstari michache na wale mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati mlango wa 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 11. Hapo somo mstari hiyo kupokezana, na hii ni tahadhari pia ambayo inatolewa kwa wale ambao wako nje ya ukweli wa Mungu wa kweli. Watu wengi ambao wako nje ya ukweli wa Mungu wa kweli. Tusoma hizi linganifu za dini zote, jinsi ambavyo wote bado wako nje katika dunia. Sasa Kumbukumbu la Torati 13:6 mpaka wa 11 wa kupokezana. Atakapokushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mama yako, au mwana wako, au binti yako, au mke wa kifuani wako, au rafiki yako aliye katika moyo wako, akikwambia twende tukaabudu miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, katika dunia
usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimuonee huruma, wala usimwache wala usimfiche. Mkono wako na kuokoa na kuachia katika Mungu, na baadaye mkono wako. Nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Na Israeli wote wasikie na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yao. Yaani tahadhari inayotolewa hapa ni very serious. Yaani ni tahadhari ambayo inatolewa kali, sio rahisi. Nakwambia inawezekana akawa ni ndugu yako, inawezekana akawa ni rafiki yako, mke wako, mtoto wako, ndugu ambao mmezaliwa pamoja, akwambia leo umetoka DCA, umeenda nyumbani, umetoka chuo cha Biblia. Kwa nini usiwe Muislamu? Kwa nini usiwe Mwislamu? Kwa nini usiwe dini fulani ambayo ni ya upotofu? Anakuambia akikushawishi, hata kama ni ndugu yako ambao mmezaliwa pamoja, no. Kwanza asemi tu no. Kwa adhabu ambayo inatolewa, piga mawe mpaka hapo. Na ili kwamba wale wote ambao wataona kile ambacho kimefanyika wapate kutambua kwamba kweli kumwacha Mungu kweli kuna shida. Ila zungumze extendo sasa hivi tunazungumzia nini? Kanisani watu ambao wanaokoshaji. Lakini mara nyingi sana pia makanisani tunapoenda tunakuwa na shirika na watu mbalimbali, jamii ya waaminio. Lakini ndani ya jamii ya waaminio tunakuwa na wengi ambao bado wanakuwa katika kupotosha ukweli. Cha kusikitisha ni kwamba badala ya kuwafichua, badala ya kuwaeleza ukweli, badala ya kutokuwaficha, tunawaficha tunasema kwamba tukae nao tu, ni marafiki zetu, wanatusaidiaga, kwanza wanatupa na michango, kwa hiyo tukae nao ni marafiki. Ni kuleta uharibifu katika jamii ya watu, kuleta uharibifu. Unapoenda kukumbatia wale ambao wanaabudu miungu mingine na wasema kwamba waendelee kushirikiana nao, hamna shida. Nilisema last week kwamba na hata sema kwamba barabara zote zinaenda Rumi, hamna shida. Wewe muamini Mungu na Mungu huyu. Na ndio maana tunapoelekeza sasa hivi katika kikundi ambacho tunataka kukisoma, ambacho inawezekana ikawa viko vingi. Nimesummarize vile vichache, hadi viko vingi, lakini tumesema kwamba summarize vikundi vichache. Na basi siku ya leo tutaangalia zaidi ambacho ni kati ya vikundi ambavyo tunasema kwamba barabara zote zinatupeleka Urumi. Haina jajalishi ni njia gani tunayotumia. Nao tunaweza ni dini ya Freemason. Neno Freemason ni neno geni kwa masikio wengi. Na nipende kusema kuanzia mwanzoni kwamba hapa mwanzoni kabisa kuna watu ambao wanakuwa na version yao, wanakuwa na mitazamo tofauti na tunapotamka neno Freemason. Tunapotamka neno Freemason tunatuchukulia labda ni kikundi fulani cha kupata utajiri. Lazima matangazo sangine jiunge na Freemason. Ile ni imani. Ni imani kwa sababu ndio mambo yanasungumziwa kwamba ni imani kwa sababu katika kile ambacho wanakifanya kuna taratibu za kiibada ndani yake. Kwa hiyo lazima tuchukulie kama imani. Ni imani, sio tu kikundi tu labda sio kikundi kama cha SACCOS. Sio kikundi cha ushirika. Sio kikundi cha kukopeshana. Sio kikundi cha kusaidiana, hapana. Kile ni kikundi cha kiibada. Na sijoma ndizo hizo Freemason tunazosikia hapo mtaani ambao tunasoma hapa. Kalinganisha kama ndio zenyewe basi tutajua kwamba je ni zenyewe. Na lakini wakati mwingine wameenda katika hali ya kurahisisha hizi Freemason tunazosikia na hizi ambazo tunasoma kama kikundi. Tangulizi. Freemason au Freemasonry ni shirika la ndugu ambalo linafuatilia asili yake hadi shirika lisilo la kawaida la Stonemasonry la zana za kadi. Imeanzia mbali sana. Stonemasonry au Freemasonry sio kitu ambacho kilianza juzi. Asili yake ni ya zamani, kuanzia zana za kadi za Middle Ages. Sababu ukiangalia sana kwa watu ambao wakati wa ujenzi wa hekalu la Yerusalemu ndio mahali ambapo Freemasonry ilianzia pale.
Yaani wana trace historia yao kuanzia kule. Kwa hiyo hekalu, ujenzi wa hekalu Yerusalemu. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni cha kawaida cha siku za karibuni, ni kitu ambacho kilianza. Ingawaje kwa siku za karibuni imeendelea kupata umaarufu zaidi. Mason wa awali kabisa ambao ulianza kwa msingi ulikuwa na kazi ya ufundi ambayo ilijulikana kama umason na uendeshaji kiutendaji, uashi kwa jumla. Kwa hiyo yaani mwanzoni kabisa ilikuwa sio swala la kiimani zaidi. Ndio kama kikundi ambacho cha kindugu, kikundi cha kirafiki, kikundi ambacho wanakutana kwa pamoja, lakini kikiwa na mkazo mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za ujenzi na ile ujenzi wala ya masuala ya kiimani ndani yake. Hata hivyo, umasoni wa sasa au masonry wa siku za leo wa kisasa ni zaidi ya ni falsafa zaidi kuliko ujenzi. Ni falsafa ya ni mafundisho. Au watu ni kujenga, sababu wanajenga, wanakutana katika kusaidiana, kushirikiana, kufanya ile hali ya kuonyesha ujuzi katika kazi mbalimbali. Lakini kwa falsafa kwa siku za leo, umasoni unakuwa ni falsafa. Watu wanakaa darasani mahali kama hapa au katika jengo lao wanaita ni Grand Lodge. Wanakaa mahali kwa kufundishana na kupeana mawaidha na maelekezo mbalimbali. Kwa hiyo tofauti na jinsi ambavyo ilianza pale mwanzoni. Umasoni wa sasa unajulikana kama umasoni wa kusikia, kufikirika, kusiko kuwa na halisia ya kutendeka. Sio kazi ya kutenda tena. Hakuna ujenzi, hata zile compass na na square ambazo zinatumika siku hizi ya mwanzoni kwa zina maana yake. Zile symbols ambazo zinatumika katika masonry. Bao kuna compass na square, hizo ni zana za ufundi. Siku hizi zinabakia tu pale kama ishara. Lakini mwanzoni zilikuwa zinatumika kweli kama zana za kazi ya ufundi, masonry. Na Freemason sasa ipo katika aina mbalimbali duniani mote, imebadilika kila mahali. Kwa hiyo maana Freemasonry ambao unaweza kusema huko Tanzania na Freemasonry ambao kwa Kenya, Marekani, Uingereza, zote zina ladha tofauti kufuatana na mapokeo jinsi ambavyo yamepokelewa. Freemason ni nini? Kwa sababu ni mfumo wa imani wenye nguvu, ibada, na kuna matambiko, kuna maombi na huduma za maziko pia wanafanya. Wana mafundisho juu ya maadili. Lazima kusema kwamba hii ndio sisi mambo yote hii. Although kuna watu ambao kifundisha na maili wa wengine watasema kwamba mnawaingilia wenyewe sio dini. Ni kikundi tu ambacho ni kama kikundi cha kijamii, hapana sio jamii. Kwa sababu kwanza kuna rituals ndani yake, kuna taratibu za kiibada ndani. Kwa ni kama na matambiko wanafanya. Kuna huduma ambazo zinafanyika ndani yake kama maziko. Kwa mafundisho ya maadili ambayo lazima kwamba watu wanatakiwa waishi namna gani. Kwa hiyo tunashuhudia kabisa kwamba hii ni mfumo wa dini. Napokelewaje katika kuingia? Kuandikishwa kwa Masonic Lodge au Masonry Lodge unahitaji imani ya kuamini katika kuwepo kwa Mungu yeyote yule. Qualification ili uandikishwe. I'm so sorry na samahani niseme neno hili. Ndio wakati mwingine wafundisha kama sio mko makini kwa kufundisha jinsi wewe ufanye, sio? Sasa wengine wafundisha mtoto jinsi ambavyo anatakiwa, jinsi ambavyo let's say mtu ambaye na maki pale anataka kufundisha kwamba anatakiwa fanye kama ni gero, kumbe unafundisha ndio anayo practice. I'm very sorry kwamba saa nyingine tunasema hizi world religion, atusomi world religion ili uka-practice. Kwa pamoja, atusomi ili ukaifanyia majaribio. Tunasoma ili tulinganishe na tutambue uthamani tulionao sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo tofauti na wale wengine. Kwa hiyo moja wapo kati ya sifa moja wapo kuhitajika kujiunga katika Masonic Lodge. Na Masonic Lodge kama unavyosema makanisa wewe, au wanasema misikiti, au wanasema masinagogue, wewe unaitwa baada ya Masonic Lodge. Masonic ili uweze kuingia uwe na imani ya Mungu yote. Mungu tu yote ile bora muamini. Kama ni Mungu Baba, Mwana Yesu Mtakatifu, Mungu wetu ambaye muamini Biblia, kama ni Allah, kama ni
Mungu wa Wayahudi, kama ni Mungu wa Kihindu. Yaani unasema tu mimi namwamini Mungu. Na sio polytheism, sio miungu wengi. Unaenda na Mungu wako mmoja, sio muamini Mungu mmoja. Kienda na Mungu mmoja, unakaribishwa na unapokelewa, of course atakayoendelea kule ni baina yenu. Baina ya wanachama wa kikundi yule ambaye amekubali kuingia kwenye kikundi. Hakuna Mungu mmoja aliye wa pekee ili ukubalike ukaribishwe kwenye imani hii. Wahindu watakwambia lazima uamini Mungu huyu. Kaja wale wengi. Waislamu watakwambia lazima uamini Allah. Elohim, hii sisi Mungu wa kweli. Wao hawana Mungu ambaye lazima uwe na muamini Mungu fulani bwana. Unaenda kwa imani yao jinsi unayo, wanakukaribisha. Ndio maana kule kila mmoja yuko uhuru kuabudu anachotaka. Dini na pia hakuna kitabu fulani ambacho tunaweza kusema hiki ni kitabu kitakatifu cha Freemasonry. Hakuna kitabu chochote ambacho sio Biblia, sio Qur'ani, sio Vedas, sio Torah, vile hakuna kitabu chochote ambacho tunaweza kusema kwamba sisi tunatumia kitabu hiki. Imani kwa Mungu mmoja haihitaji. Dunia dini hii inaona watu wote wanaabudu Mungu mmoja chini ya majina tofauti. We worship the same God in different names. Kwa mmoja kuna muziki mmoja aliyepa, sio? Wengine wanamuita wengine wanamuita sio moja tu. Wengine wanamuita lakini ni yule mmoja. Si kweli? Wadai Christ, Allah, lakini Mungu anasema sisi hatusemi hivyo. Freemason wanaamini katika ubaba wa Mungu, undugu wa mwanadamu na kutokufa wa nafsi. Maana kwamba tunaendelea kuishi. Sasa naamini kabisa ubaba wa Mungu, naamini undugu wa mwanadamu. Fraternity, fraternal organization. Fraternal organization ni kikundi ambacho kinajali sana undugu. Na ndio maana hata sisi ndio mmoja hapo mwanzoni kabisa. Watu ambao wanasema kwamba au tunaposikia Freemason huko nje ni kama vile ni kikundi cha kitajiri sana. Hapo unasikiaje Freemason? Yaani unaposema Freemason unasikia nini? Unajua hata unapotamka hapo unajisikia kama kaukakasi huko ndani. Hapo sema Freemason unaelewaje? Mmoja nilipojenga nyumba ibada mahali, ni Freemason hao. Yaani kwa sababu nimejenga nyumba ikajengwa kwa sababu nilipata sponsor mshahara akasikia. Baada ya kujenga, huyu ni Freemason. Bali inaonekana kwamba ukiwa na jitihada ukapata pesa au na pesa ya ghafla ya haraka, huyu nani? Au pekee bali Freemason. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini sana hili swala la undugu, fraternal, undugu wa kusaidiana. Na wale kule wote kama vile bado katika chama kama vile mnasaidiana, kama mko wanafunzi wa BCA, kila mmoja anasema kwamba labda fulani ana shida. Kwa mara moja tu naungana na tunasaidiana, mnachanga ile kwa takiwa, mtu anainuliwa, anapata, anaondoka na faida. Na ndio jinsi ambavyo wanajali sana. Ndio mara nyingi sana utakuta kwamba wale wanaenda kula wanaenda kufanikiwa sababu wana jinsi ambavyo wamewekeana masharti kwamba lazima wamepeane, lazima wasaidiane. Tunasema kwamba ni dini ambayo inaamini undugu wa wanadamu, undugu wote ambao tumeingia kule ndani kwenye lodge, ambao tumeingia katika Masonic lodge, wote ni ndugu. Hiyo lazima tujue kwamba shida yako ni shida yangu, uchumi wako ni uchumi wangu, mafanikio yako ni mafanikio yangu. Lazima tusaidiane na kuinuana. Hawaoni shida yote, hakuna mtu yaani hawaoni shida kwamba mimi na gari na fulani ana gari, nitoke gari nimpe. Kwa wanaweza kusema kwaenda kule umeenda ukarudi na gari. Huyo kwa unabisi kutoka fara sio kuna matabio kwenda naingia unakufanya, lakini all in all kuna undugu ambao ni mkubwa sana kule ndani. Misingi mikuu ya kimafundisho ya Freemason kama ifuatavyo. Ya kwanza,
Msingi wa kwanza ni ukuzaji wa maadili na kimaadili. Kimasonry hutumia zana kutoka kwa washi kama vile mraba na dira kama alama ya kuwafundisha washirika wake kuhusu maadili, haki na uaminifu. Alama ambazo zinatumika katika Freemasonry ni mraba, hiyo mraba kwenye square, ile square. Sio mchoraji. Lazima tuwe square kama sio square pia. Sio. Square lazima square kwa hiyo. Au unaona ile bikari. Hapo wewe unaona nini? Mara sana utakuta hii ya hivi. Hii ni concept huko. Ina hii rula hii imepinduliwa, inapinduliwa na kaya. Hii ni campus, ni vikari, na hapo tunaleta G. Wanasema kwamba hizi alama ndio alama za umuhimu wake katika ile kufundisha. Na hizi ni alama za ujenzi. Campus au yani hii rula ambayo ni square, alama ya mraba ambayo ni square. Mara nyingi sana unapojenga nyumba kama kwenye kona pale lazima ufanye nini? Weke square ili ukuta unyooke vizuri. Tofali unaposimamisha na weka square ili vizuri ukuta unyooke vizuri. Na katika kimaadili square inaonyesha kwamba unaita perfectness, ukamilifu, uaminifu, usahihi wa kile ambacho unatakiwa upate kukifanya. Inawezekana usiambiwe maana yake direct, lakini unapoingia katika lodge ni kati ya vitu ambavyo unafundishwa, vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo. Lakini pia kuna alama ya campus vikari ambayo tunatumia campus na vikari. Kazi yake kubwa wale ambao wamepitia shuleni ni campus wanaona kama unataka kuchora duara. Sio? Naweka alafu na ule msumari unaweka kuna pin na katikati, alafu unaweza ukatumia penseli upande mmoja kwa ajili ya kuchora duara ambao ni kamili, au hata ile campus ambayo yenyewe tu ina mbili huku na huku, unaisimamisha katika ile miguu yake katika ile kutafuta labda kipimo ambacho unakitaka katika usahihi. Kama ni very small, unaweka alafu unachukua ile kipimo na kihamishia mahali pengine katika ile kutafuta exactly urefu au upana wa kile ambacho unakitafuta. Katika ndio yake ni kwamba tunatafuta maisha ambayo ni balance. Wanapofundisha sasa, ina maana yake pia kwamba katika hali ya maisha ya yule ambaye amekubali kuingia katika lodge, lazima maisha yake yawe katika hali ya usahihi. Yasiyo maisha ambayo yanayumayuma huko. Yaani maisha ambayo yako straight. Yaani maisha ambayo pia yana mipaka. Sababu unapochora duara ile ambayo kile ambacho wanaposema hapo weka campus ukachora, unamiliki kile ambacho umesema na kichora. Hapo umechora na duara ambayo ina diameter ya kiasi fulani. Utatafuta tu ile diameter unayotafuta. Nje yake maana yake ni haitakiwi. Kile ambacho umekizungushia ndicho ambacho kinatakiwa kiwe mahali pale. Na wao pia katika imani yao, wale ambao wako ndani yao ni wao. Uruhusi kutoa nje, wala mtu ya nje uruhusi kuingiza ndani. Ya kwetu ni ya kwetu sisi hapa ndani. Straight katika hali ya kimaadili, sababu mtu katika square, you are squared person. Ni mtu ambao umekuwa square kamili. Kitu kingine ndio neno kuelezea kwa sababu kwa mtu ambaye ni msahihi, you have to live squarely. Sikia msemo Kiswahili kitamko mtaani. Ndio kitamko mtu ambaye ana maadili mazuri, ndio please you have to live squarely. Ishi katika maadili ambayo mazuri. Maadili ambayo mtu ambaye kuishi ndani vizuri. Na wengi ndio wanaamini katika maisha ya namna hiyo, lakini campus unatakiwa uwe balance life without any kind of distractions from outside. Usiwe na vitu ambavyo vinakuzunguka
ambavyo vinatoka nje. Wakajaribu kuelezea neno G ambalo katikati ya hizo alama mbili ambazo of course kuna jicho, hizo nyingi unaangalia macho, jicho linaloona. Hizi ni alama kuu ambazo zinatumika kuanzia zama. Siku za leo kuna zingine tumia, kuna jicho linaloona, kuna alama ya nini katikati. Lakini G wao wanasema kwamba watu wengi wameshika kuelezea maana ya G mpaka wao wenyewe kwa pesa wanajitatiza ni kwamba sisi tunasoma Freemason tuko nje ya Freemason. Sivyo? Yule aliyo kule ndani ndio anaelewa, kwa sababu anakuwa na siri kubwa ya mafundisho yao. Siri kubwa ya mafundisho yao. Hata sasa hivi kidogo tunasoma. Kama unafunga somo hapo na zigana kwa. Yuko? Na mimi naamini. Tuamini amna. Ni imani. Ni imani. Unapopata kile kiapo na ukajua jinsi ambavyo ukifundisha na ukatoa siri za kile nafanya vingine, ndio maana hata alama kama hii wasomi wengi bwana hajajua kama maana yake nini. Sio mambo kusoma kwa kidogo. Hizi za campus na nini kwa sababu ya asili ya imani yao ya ujenzi. Ndio watu wanajaribu tafsiri ili wajue maana yake. Hii G unakuwa nasema kwamba ni maana ya geometry. Geometry ni nini? Hapo tumetoka shule hizi. Geometry. Elimu ya maumbo, mahesabu na maumbo. Kwa hiyo maana kwamba katika elimu ambayo wanaifanya au katika yani zana nzima ya ujenzi ya masonry inahusiana na geometry. Inahusiana na elimu ya maumbo lakini pia maumbo ambayo yanapiga calculation, mahesabu ili kwamba yatoke katika hali ya maumbo kwa nzuri, lakini pia watu wanatafsiri kwamba ile G katikati ya zile alama inamaanisha kwamba ni Mungu, God himself. Lakini hiyo ndio maana jambo la kwanza kwamba hizo ni ishara ambazo wanazitumia mara nyingi sana, lakini wanahimiza msingi mwingine wa mafundisho yao ni kuhimiza undugu na upendo. Sehemu muhimu ya Freemason ni dhana ya undugu ambayo inasisitiza kusaidiana, uaminifu na upendo. Nishazungumza pale mwanzoni hilo, wakati mwingine najua vitu vingine ambavyo viko kichwani, kwa hiyo inawezekana kama nimeelezea kabla sijasoma ni notes. Kwa hiyo wakati mwingine kusaidiana, kienda katika lodge umekuwa enlisted na umefurahi kwamba labda naingia kwamba mimi nataka niingie katika hiki chama au katika hii imani. Ukakuja kule ndani kuna mtu ambaye labda na magari yake mawili au matatu. Hata una shida umeingia kwa mkuu akwambia ndio na hili imani. Very friendly. Wana urafiki mkubwa na hawaoni kwamba kukaa na kitu cha kwako. Fraterno, undugu wa kupendana. Tofauti na sisi. Sio? Unajua dini za ulimwengu zina matendo mengi ambayo wanafanya kwa matendo kama uko naenda mbinguni kwa matendo wa dunia wangeenda mbinguni kabla yetu sisi. Kama ni matendo. Sababu they love one another, wanapendana, wanasaidiana, wanashirikiana katika vitu, katika hali ya kupeana. Kwetu mchungaji yuko tayari awe na zaidi na zaidi na zaidi. Mkristo ile falsafa ile kauli tunatumia mara nyingi. Mchungaji akihitaji gani? Kristo akihitaji gani? Si bwana. Nasema ni sio mimi. Ndio rekodi. Wanapenda na waaminifu. Lodge nyingi au lodge unasema lodge hapa ni sehemu za kukutanikia. Lodge nyingi ushiriki katika huduma za jamii, kuchangishana pesa ili kuweza kusaidiana. Na wanaposema kuchangishana pesa sio shilingi 1000. Ni pesa nyingi. Sababu kule unajitoa, unajicommit kwamba mimi na mali zangu ni mali za lodge, mali zangu ni za mali za wana lodge wote. Kwa katika kusaidiana wote usawa kabisa. Kama vile kama kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume. Hakuna cha Kongo. Kiingia ni lodge mara hii kwamba kuna mashamba, unaweza kuuza ile mashamba ukapeleka mali zako kule, unapeleka si kwa ajili ya faida yako wala kumpelekea mchungaji au ni mchungaji mmoja unapelekea. Unapelekea wanachama. Sababu wanachama, unaambia mwanachama ana idea ya shida fulani, ndio kule kutoka na mamilioni ya pesa. Ndio maana sema ukienda kule wapata tajiri haraka. Sio tajiri kwa sababu kuna miujiza. Sio mashetani. Unaweza kusema kwamba pesa za mashetani. Sio mashetani. Ikapiga ile kwa nini?
kusaidiana, ule upendo ambao unakuwa ndani yao, ile fraternal love ambao unakuwa ndani yao. Taratibu za matambiko lakini pia zipo, usisahau hizo, sababu unaingia katika imani. Imani lazima unapoingia unaingia katika rituals, kuna taratibu ambazo zinaingia za kimatambiko. Taratibu za kimatambiko hutumiwa kufundisha masomo ya maadili na wanachama wanaopendelea kupitia digrii tofauti za wanachama. Matambiko mbalimbali yanafanyika. Sijaelewa lakini nasikia na mama sababu ukienda kule unaweza kutoa kafara mtoto, kafara fulani, kafara fulani. Hayo yote inafundisha maadili. Lakini mimi sijashuhudia kwa hiyo siwezi kutoa shuhuda kamili. Na kuna hata mtu mmoja ambaye ameenda akaambia akisema kwamba labda aliambiwa atoe kafara mtoto wake au mke wake au fulani. Hamna mtu amefanya, ameenda akarudi akatoa ushuhuda. Kama kuna ambaye ameenda akatoa ushuhuda atakwambia, lakini ninachoamini ni kwamba utakuwa na utaratibu wa kutoa kafara za matambiko mbalimbali kwa matambiko, inategemea na degree ambayo sasa unataka kuingia. Kumbuka kwamba hii ni chama cha mafundi wajenzi kama wanavyojiita, na hiyo fundi ujenzi lazima kunakuwa na viwango tofauti. Fundi ambaye anaanza na fundi ambaye ni mbobezi watakuwa na viwango tofauti, lakini pia kafara ambazo wanazitoa zinatofautiana kutokana na degree ambayo umeingia katika masomo. Lakini pia na upataji kuwa utajiri na nini, degree za kufanya pia uwe na kipato kikubwa fulani na jinsi ambavyo umeingia. Tambulisho muhimu kabisa, unapoingia unasema unaenda katika Blue Lodge, haya hapo ni makutaniko. Utambulisho mkubwa wa Freemasonry ni Blue Lodge. Hii inajumuisha madaraja matatu muhimu sana. Kwa daraja la kwanza ni mwanafunzi aliyeingia ndani ya apprentice, ambaye ameingia kabisa, ambaye ni new kama ambaye anakaribishwa. Lakini pia kuna ufundi mwenza au fundi mwenza ni associate ambao anashirikiana, lakini pia kuna mwalimu mason. Kwa hiyo unapata degree, unaingia kuwa wa kawaida fundi mwenza au fellow masonry, ule fundi mason wa kawaida, hadi baadaye utakuwa na full masonry ambapo ni kama mwalimu ambaye anaweza kukaribisha wengine na kuwafundisha wengine pia. Ama daraja yote yanafikiwa kwa uaminifu na kwa kutoa matambiko mbalimbali. Yanafikiwa kwa uaminifu, utendaji na kutoa kafara au matambiko mbalimbali, ili upande level moja kwenda level nyingine, degree moja kwenda degree nyingine. Baada ya kumaliza degree ya uashi, wanachama anakuwa ni mwashi kamili na anaendelea kuwa hivyo daima. Ingia kule, huwezi kutoka, kisha ingia, hakuna jinsi ya kutoka tena. Kila degree moja na fundisho ambayo yanafunuliwa kwa mwanachama kwa kupitia ibada. Mtu anayeingizwa katika uashi anapaswa kushiriki kamilifu katika ibada zenye matambiko. Kisha ingia, kama kuna mahali pa sacrifice, kama kuna mahali pa kutoa kafara, lazima ushiriki kama jinsi ambavyo wanachama umetaka na kile ambacho kinatakiwa katika wanachama. Zile sasa inahuzunisha kwa sababu kama jinsi ambavyo inazungumzwa kwamba kuna kafara za kibinadamu ambazo mara nyingi zinatolewa, na kama zinatolewa kafara za kibinadamu, basi hiyo sio dini inayofaa. Sio dini inayofaa kwa sababu Biblia imekataza kafara za kibinadamu. Hairuhusi. Kwa kama wanatoa kweli, baadaye itakuwa ni world religion, dini ambayo ni mbaya, ambayo pia haisifai kuwa katika jamii. Lakini pia hakuna jinsi ambavyo unaweza kusema moja kwa moja kwamba wanaua wanadamu. Sababu vinginevyo kwa serikali imeshatunda hapo kama hapo duniani. Kama mna nini, hamna serikali tayari kubali kwa wao. Lakini indirectly inafanyika kama tambiko au kutoa sadaka. Kutoa sadaka unaweza kusema kwamba kutoa sadaka kitu fulani ndio tutakuja. Na kumbuka kwamba sio kwamba kusema ibada ya matambiko si kwamba wanasema huyu mtu anampeleka alafu anaenda kuchinjwa leo. Na njia mbalimbali ambazo zinatumika katika utoaji wa kafara ambazo zinatolewa. Yes. Sasa kuna ndio vingine alafu mtoto na mambo ambayo ya kupendeza. Nasikia mtu shida kwamba tunaweza kunacho. Ndio kuna ndio ngumu. Jinsi ya kuingia na changamoto. Mpaka ukubali kuanza kuingia, maana yake kwamba umeshaanza kupata njia, umeshaonyeshwa
na kabla hujaingia kutakuwa na masharti utakayopewa uyafanye, na masharti utakayopewa ukikubaliana nayo maana utakuwa umeshakubali kuingia. Na sababu ukiingia usitoka. Kwa jinsi tutaletea kwa chini. Labda nini? Hapo chini wanachama, sikiliza hapo. Ili kuwa Freemason, mtu anaweza kutuma ombi kwa lodge iliyo karibu. Tunasema lodge iliyo karibu ni makutanio yao yaliyo karibu. Na maana hiyo sema makutanio yao ni asili. Inawezekana Tanzania kwa na mawili ama matatu au manne. Inawezekana mpaka nchi nyingine au Afrika inawezekana watu moja, lakini kuna sehemu ambazo wanakutana ambao ni very private, ni sehemu za siri ambapo yale maombi yakishapokelewa katika lodge iliyo karibu, lodge itapitia na itapiga kura ya maombi. Edward ametoa maombi, tumpokee au tusimpokee. Wanakutana wanajadili, wanapiga kura ikiwa tunampokea, tutapewa taarifa. Kwa historia lodge nyingi zilikuwa za wanaume pekee, lakini kwa siku za karibuni maombi ya wanawake pia yalikuwa yanapokelewa. Kisha piga kura, ukishakubalika maana yake kwamba utaitwa. Kishaitwa utapewa masharti ya kufanya. Kwa vitu vya kufanya hapo ndio vifanye. Kisha vifanya vile na maana kwamba umeshakubaliana. Ulipotuma maombi maana yake umeshakubali. Hapo utume maombi alafu usiende tena utakoitwa. Hapo utakuwa umejitoa. Na ukishapiga kura ukachaguliwa maana yake sasa unaingia katika mtihani wa kwanza kwa mwanafunzi anayeingia. Kisha kwa mwanafunzi anayeingia maana yake ni kwamba kuna tambiko ambalo alifanya tayari pale ambao tayari itakuwa limekuingiza. Kumbuka hawataki upate kujua siri zao. Ndio maana ya kupiga kura, jadili kwamba tumpokee au tusimpokee. Je, ni mtu ambaye akiingia huko anaweza kuwa mwaminifu au ni mtu ambaye anaweza kutoa? Pale mwisho tumeandika maana kwa tumeandika kwamba ukishaingia huwezi kutoka tena. Nafikiri tutaipata baadaye huko mbele. Hapo leo tunasoma kwa hiyo tunasema kwamba ukishaingia kwamba sio rahisi kwamba utoke siri, mambo kutoka siri. Tabia yako mambo na hapo. Kama watu official siri hapo sitaki. Hapo unaweza kukubali. Unaweza kuchomoka, lakini kabla ya hapo unaweza kuchomoka. Habari ile alama wanazotumia ni mraba bila na herufi G, kisha zielezea maelezo ya alama hizo. Nafikiri nimejaribu kutafuta lakini sikuyaweka vizuri, lakini nimeshaelezea au umeyapata mahali utaongeza ya kwako. Mafundisho yao na mafundisho ambayo wanafundisha na kuhusu Mungu. Freemasonry wanafundisha nini kuhusu Mungu? Mesema ni imani na ni dini, lakini sio dini ya Kikristo. Wanaamini kuwepo kwa Mungu mmoja. Hata ukisema hivi maana yake kwamba lazima tuko pamoja basi. Mungu wao mmoja sio Mungu ambao sema tunaamini Mungu mmoja. Kumbuka nimesema kwamba ukiamini Mungu yoyote ambaye unaenda naye wanakukubalia kama jinsi ambavyo unaamini. It's sort of ecumenism. Wote wewe njoo na Mungu wako, njoo na imani yako, barabara zote zitaenda tutafika tu kwa Mungu mmoja wote. Hata hivyo ifahamike kwamba huyu si Mungu mmoja aliye hai na wa kweli ambaye tunamwamini katika Biblia. Ni Mungu aliyehuria kufuatana na imani ya muumini bila kuwa na mpaka wowote. Ni Mungu aliyehuria kabisa, yaani wewe njoo na imani yako tunakukaribisha. Mradi ukifika hapa tutakupa taratibu za lodge, na zile taratibu za lodge ambazo zitakuwepo ndizo ambazo utaendelea kuzifanyia kazi. Utambulisho wa Mungu mmoja ambaye maswala muamini huamuliwa na kila aliyepokelewa kwenye lodge. Msingi wao wa kupokelewa kwenye kikundi, yaani jinsi ambavyo kupokelewa kwenye kikundi, basi ndio jinsi ambavyo utakubaliwa kwamba wewe utakuwa na Mungu yupi. Wewe utakuwa na Mungu, yaani kama ndio mtu ambaye ni Mhindu, atakuwa na Wahenga. Akija mtu ambaye ni Singa Kalasika, Mungu wao anaitwa Kalasika Guru. Akija Mhindu Brahma. Akija kila mmoja anakuja na Mungu wake jinsi ambavyo kishakuja pale na muliko kwamba huyu atakuwa utaratibu wako ndio utaratibu wangu. Kama kuna kusemesha
Ule ambaye kusema tuamini Mungu fulani, wewe unaingia uhuru kama jinsi ambavyo mradi uwe na ule upendo wa kidugu. Yaani ambaye unasema mwenzako vibaya, wala kumkashifu mwenzako, wala ambaye unasema jambo ambalo ni baya kuhusu dini nyingine. Kulingana na fundisho la loja au msingi ambao anafanikia, hakuna Mungu wa uongo au dini ambayo ni uongo. Kwa sisi ambao tunasema false religions, tunafundisha dini za ulimwengu, wakitusikia watatushangaa sana. Unaona nyinyi watu wabaya mnampendani, mnawasema wengine vibaya, mnawakosoa wengine, hamna upendo nyewe. Kama mnasema Ukristo ni upendo, hamna upendo. Lakini upendo bila ukweli ni unafiki. Sema napenda lakini upendo kwa ukweli ni hypocrisy. Lazima upendo uwe kiasi. Kwa hiyo wenyewe anasema kwamba kuna Mungu wa uongo. Kila muumini ana Mungu wake anayemwamini ambaye ni Mungu wa kweli. Kila mmoja ana Mungu wake anayemwamini ambaye ni Mungu wa kweli. Dini za watu ulimwenguni kote ni maelezo tofauti ya namna ya kumwelezea huyu aliye mkuu, Mungu wa waishi. Yaani jinsi ambavyo anamuelezea Mungu mkuu ndivyo anavyoelezewa na watu mbalimbali na mapokeo mbalimbali katika dunia. Ndio jinsi ambavyo wanaelezea wao. Ni kweli huyu Mungu anaitwa fundi mkuu wa ulimwengu, na kwa kifupi anamuita Gaotu. Gaotu maana yake ni acronym ya maneno hayo kama Great Architect of the Universe, muumbaji mkuu au fundi mkuu aliyetengeneza ulimwengu. Fundi mkuu aliyetengeneza ulimwengu anamuita Gaotu, Great Architect of the Universe. Nafasi mkuu aliyewajibika kutengeneza ulimwengu wote, ndio ambaye wanamwamini kwamba ndiye Mungu. Sasa huyu Great Architect of the Universe anapokelewa tofauti katika makundi tofauti. Ni Mungu mkuu kwa jinsi ambavyo mtu ameingia katika kikundi chao, atapokelewa na ile jina ambalo yeye ndio kwa watu wa Hindu, kwa watu wa Kristo, kwa watu wa Islam, kwa watu wa Wahindi, kwa wengi. Kwa hiyo ingia pale tunaangalia jinsi ambavyo kwa jina hili ambalo tumelizungumzia hapo, imani zote wanaweza kuabudu kwa uhuru kwenye madhabahu ya Kimason wakiwa na mawazo yao husika na utambulisho wa Mungu wao husika. Dini hii inaamini katika Baba na udugu wa mwanadamu, kushazungumzia mara nyingi. Kwa ukiwa kila kuna unaweza kuabudu vizuri. Sasa nashinda kuelewa labda huu ushirika ambao unazungumzia ni kwamba wale ambao ni Wakristo wanaabudu Kikristo, Waislamu wanaabudu Kiislamu, au ni kwamba kuna utaratibu ambao unajumuisha tu wote kwa pamoja. Nakumbuka huko wanazungumzia kule, sio ibada kama ibada kwamba leo tunaanza na wimbo wa kwanza, wimbo wa pili na kuomba. Hapana. Unapokutana na watu changamoto kimaadili, mapema masharti kimaadili, matambiko, kusaidiana, nada kikureni kusaidia, na kumbuka kwamba hao watu wametoka ndani ya haya makutaniko yao, wameingia mpaka katika dini ambazo ni za ukweli. Basi moja kwa moja tutakuta hapo chini. Jaribu cheki sana mitandao yao ya hao na dini za Freemason. Wanaingia mpaka makanisani. Si upendo? Ndio sisi upendo. Yaani wana compassion, wana upendo kusaidia. Wanaweza kuingia mashuleni, kwa kikundi cha shule mahali kasaidia, tukapewa fungu fulani. Wakaingia katika jamii, wakikaa mahali fulani wana shida, wakasaidia, wakapewa kitu fulani cha kuwasaidia, fedha za kuwasaidia, kujengea zahanati, hospitali. Kwa kupitia kikundi kingine ambacho funzo yenyewe watakiwa, sababu ni kitu cha siri. Hawataka waelewe, wanaweza kumuingia Ibrahim. Wakamuingia panda, wakampa pesa. Ile pesa wanaenda, pale kuna shida gani pale, kuna shida okay. Kajengea hospitali. Unaweza kusema kwamba mimi kanisa langu la Reform nimejenga hospitali mahali fulani, kumbe ni wenyewe ndio nyuma yake. Yaani wako nyuma kwa sababu wana support, wanakuwa msaada, na wakati mwingine hata mchungaji analia shida anasaidiwa. Kwa support the pastors wanainua watumishi ambao katika ya shida. Lakini je, na wanaposaidia bila wasaidia bila masharti, na usaidia tu kwamba tumsaidie, sababu katika kusaidia kule wanapata thawabu zaidi, wanapata thawabu zaidi mbinguni, kwamba wanafanya matendo mema na wanapata wokovu zaidi.
Wengine wameorganize hata safari za kwenda nchi takatifu. So kwamba tunapanga safari za nchi takatifu, labda safari za nchi takatifu ni $3,000. Linajitokeza shirika ambalo linasema kwamba kwenye $3,000 tukipata watu wangeweza kulipa $1,100, hizo $1,200 tunamlipia. Ndani yake ni nani? Freemason. Shirika ambalo linakuwa likienda kusupport. Kwa hiyo wanafanya mambo mengi ambayo ni ya kusaidia jamii, lakini ambayo yanafanyika katika kivuli cha kutumia jina la la Mungu katika imani tofauti tofauti. Sema kwamba Mungu ni baba wa wote, kwa hiyo watajitahidi kwamba huyu Mungu baba wa wote aendelee kuheshimika na kuheshimiwa na wote. Baba wote anaabudiwa na watu wote wa kila dini. Mungu ambaye Mkristo anamuita Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu, na ni sawa na Waislamu wanayemuita Mwenyezi Mungu Allah. Wamormon wanamwabudu kama Elohim, na Wahindu kama Brahma, Wazoroastia, Waparsi kama Parsi, Ahura Mazda, yani kila kundi la Mungu ambao wanamwamini, na wote wanakaribishwa kwa zile imani ambazo wanakuja nazo. Kwa hiyo mtu yeyote anayeamini katika Mungu mmoja anaweza kuingizwa kwenye lodge, awe ni Mkristo, Mhindu, Muislamu, Mbudha, Yahudi, Zoroastrians na kadhalika. Dini zote zinakaribishwa katika hii jamii ya kindugu au jamii ya Kimason. Katika madhabahu ya Kimason na hiyo kwa hiyo Freemason inapata ukweli mkuu wake katika dini zote. Katika ukienda Ukristo, Uislamu, hakuna mafundisho iliyo mkazo, lakini wote wanapoleta kwa pamoja yanakubalika kwa pamoja. Kwa kweli ni dini ya ulimwengu wote, na ni kimuunganisho wa dini zote za ulimwengu. Mhitaji wa wanachama anapoletwa mbele ya cabinet, mbele ya wale ambao ni wa viongozi kwa ajili ya wanachama, hakuna mtu anayeruhusiwa kuuliza kama wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, wewe ni Mhindu, wewe ni Mbudha na kadhalika. Hakuna kuuliza imani yako. Uulize imani yako. Kwa sababu kuuliza imani yako maana yake kwamba ni una biasness, unaona ni ile hali ya kuanza kutengana. Kwa hao ni hapana, ukiingia kule unaingia, hakuna udini ambao kwamba ni kundi fulani, hapana, ni undugu wa kupendana, tunao kwa pamoja. Na hiyo inapatikana katika website www.Ephesians5:1 organization. Katika madhabahu ya Kimason, waumini waume wa kila imani wanaweza kupiga magoti na kupata Mungu wake chini ya jina la Gawoto. Wao wanaenda kupiga magoti na kuabudu chini ya Mungu ambaye nasema kwamba sisi tunamwamini. Hata hivyo, ni lazima ieleweke kwamba Freemason inaamini katika utatu wake, wana utatu wao peke yao. Sasa uchejenga ule undugu ambao wanasema ni undugu wa jamii ya waaminiwa ambao ni wa Freemason, jamii ya wandugu, Fraternal Brotherhood. Uchejenga wanakuwa na utatu, na Mungu wao utatu wanaitwa Mahabon. Jina la kwanza la Mungu wa kwanza wa Freemason ni Mahabon, linanong'onezwa katika sikio la mwalimu mpya. Wanakuja mbele ni kama siri ambayo mtu mwingine atakiwa ajue kabisa. Wakati mwashi akifikia degree ya Royal Ark, amepanda juu kidogo, ataambiwa jina jingine katika takatifu zaidi la Mungu wa Freemason ambao na hiyo limegunduliwa tena, ataambiwa kwa siri na yule aliyeanzishwa. Jina la hili ni Yaguo. Linawakilisha utatu sio mtakatifu wa Freemason, our Holy Trinity. Tunasema tuna utatu mtakatifu wenyewe wana utatu usio mtakatifu. Na ya ni ufupisho wa umbo la Yahweh, Ja, ambaye ni Mungu wa Israel. Buo ni tafsiri Baal, Mungu mkuu wa Kanaani. On nasimama kama Mungu wa Misri, jina la fumbo la Mungu Osiris kama inavyopatikana katika maandishi ya fumbo la Babeli katika kitabu hicho ambacho jinsi ya kujibu cha James
wrong stand. Soma hicho kitabu utakuwa jinsi ambavyo majina ya Mungu wa Freemason wanavyotambulika. Hii ni kinyume na Biblia. Kumbuka, nimesoma tena katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari ule wa 4 na mstari mwingine. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4. Hii ni shema. Shema maana yake ni fundisho kuu la Kiyahudi ambapo lazima Myahudi yoyote, hata ukisahau Torati zote, ukisahau kuanzia mwanzo mpaka ukisahau, lakini lazima mlango wa 6 mstari Myahudi yoyote lazima apate kushika. Nasemaje? Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Mungu Bwana ndiye mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mungu ni mmoja. Hakuna miungu wengine. Huyu Mungu mmoja hachanganyi. Sio Mungu ambao anasema leo naamini kwa J, kisha hapana, ametupa utaratibu wa kumwamini katika utaratibu ambao ni sahihi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 5 tena mstari wa 4 kwa kidogo. 5 mlango wa 7 nasema tena, usiwe na miungu mingine ila mimi. Katazo kabisa, usiwe. Thou shalt not have no other gods before me. Mimi ndio pekee nilikutoa katika Misri, katika nyumba ya usiwe na miungu mingine. Kwa hiyo unaposikia Freemason wana imani, na imani yao inaruhusu miungu wengi, imani yao inaruhusu mapokeo ya kila mtu kama jinsi anapokuja. Imani yao ni dini kweli ya ulimwengu wote? Hapana. Tunaamini katika tunachoitwa biblical separation, utengano wa Biblia. Wale ambao wanaamini Mungu wa kweli, wale ndio Mungu wa kweli. Huwezi kusema kwamba mimi ni Mkristo lakini pia napenda hiyo Freemason. Ndio maana kauliza pale mwanzoni, inawezekana mtu katika kitu ambacho tayari ameshajiweka katika jamii. Sababu ni jamii. Kama mtu anajua ni kikundi fulani, so mimi ni mwanachama wa kikundi fulani. Ukiwa mwanachama wa kile kikundi, lazima pia ujue kwamba je, ni kikundi cha kiibada au ni kikundi ambacho ni cha kijamii. Lazima makini sana kinapohusisha mambo ya kiimani. Lazima usome hapa. Mkristo huwezi kuwa pia kikundi kama hivyo. Okay? Tena break, tuendelea kuangalia kuhusu Yesu Kristo hapo kwa mkutano baada ya break. Tunaenda kwa 10 ndio dakika 38 mshaka. Kia leso kikelele. Sisi zingine tukifuzu jamani sawa. Mimi viongozi. Sema alikuwa makelele na ndio kwa hiyo. Discussion na discussion. Na Bible. Na ndio hapo inaishia. Endelee. Kuhusu Yesu Kristo, wanafundisha nini kuhusu Yesu Kristo? Freemason sio Kristo. Kubaliani sawa? Freemasonry sio Kristo, is not Christianity. Kwa hivyo kucategorize kwamba ni Wakristo sababu wanakubali wote, wanakaribisha wote. Imani ya Kristo haihitajiki. Kwa hiyo hata swala la Mwokozi Yesu Kristo alitajwa. Hata mambo ya imani kwa Yesu Kristo haitaji. Biblia inasemaje katika Injili ya Yohana? Katika waraka wa Yohana. Yohana 2 mstari wa 9. Waraka wa Injili ya Yohana mstari wa 9 nasema, kila apitaye cheo wala sidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Kwa hiyo kama ukikataa Kristo, maana yake una Mungu pia. Huwezi kusema kwamba ninamwamini Mungu lakini unamkataa Kristo, unamkataa Mwana. Huwezi kusema kwamba ninamwamini huyu anaitwa Gaofu lakini Yesu Kristo sitaki kumwamini. Kwa maana Yohana 14:6 anasemaje? Mimi njia, kweli na uzima. Na mtu haji kwa Baba pasipo hii njia. Yeye pekee yake ndio njia. Na yeye mwenyewe ameenda kwa ajili ya kutuandalia makao. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba
Wale ambao wanasema kwamba hapana, wanasema kwamba inawezekana tu ukamwamini Mungu, inawezekana tu miungu wako wengi, kwa hiyo haijalishi ni imani gani ukamwamini Mungu. Hapana, si kweli. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4, waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, wapenzi, msiamini kila roho. Kisha soma hii mwanzoni, sio tunaangalia cults. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho imkirio Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Ukikubali kwamba Kristo ni mwana wa Mungu na alifanyika mwili na ni Mungu, hii ni roho ambayo ni Mungu. Lakini kila roho isiyomkiri Yesu alitokana na Mungu, hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo imesikika kwamba yaje na sasa imekwisha wako duniani. Wanakataa fundisho kuhusu Yesu Kristo. Kila mwashi au kila ambaye ni masonry kuhusu Yesu na wokovu sasa akapewa apron ya ngozi ya kondoo wakati kuingizwa kwenye kundi la washi au masonry. Akapewa apron ya ngozi ya kondoo, na ngozi ya mwanakondoo inawakilisha usafi, uadilifu unaofunika kila anaposimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Nani alifunikwa na ngozi? Unajua sengine wananyonya baadhi ya mafundisho ambayo ya Biblia, lakini wanaeleta katika hali ambayo sio Biblia. Wanaleta mafundisho ambayo unaweza kuona kwamba kidogo wana msingi wa ukweli ndani yake ili kufurahisha kila kundi. Kwa hiyo wanalishwa kwa ngozi ya mwanakondoo ili kwamba huyu ni msafi, anakosa, ana dhambi zake zimefunikwa. Kama jinsi ambavyo dhambi ya Adamu pale bustani ile ilifunikwa, kwa unapoingia kule unafunikwa ili kwamba uonekane wewe ni msafi. Pia ili ishara na kufundisha uhitaji la kuishi maisha safi, na inahimiza kila siku kuunda tabia yake ili apate thawabu ya uzima wa milele katika ulimwengu wa juu ambao kule mbinguni. Ili kwamba upate yale makao ambayo Yesu amesema baada ya kutuandalia. Unapojifunga ile ngozi ya mwana kondoo, unatakiwa uendelee kuishi maisha masafi, maisha ya kupendana, maisha ya kusaidiana, maisha ya ukarimu, maisha ya kujitoa, ili kuna kutia maagizo yote, ili kwamba baadaye ukapate makao yale ambayo yameandaliwa, great lodge above. Freemason inafundisha kwamba Kristo si wa pekee, sio mwokozi pekee. Kwa kweli Kristo anabadilishwa na Hiram Abif ambaye ni mwokozi na mwashi. Yeye fundi. Hiram Abif anafuata wapi? Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Historia ya Yehuda Hiram. Mambo ya Nyakati wa Pili. Sura ya 2. Sura 11 ambayo tusome mwenyewe. Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akajibu kwa waraka aliompelekea Sulemani, na kwa sababu Bwana awapenda watu wake amekufanya uwe mfalme juu yao. Hiramu akasema tena, na ahidiwe Bwana Mungu wa Israeli aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye amempa mfalme Daudi mwana wa hekima, mwenye busara na akili, ili amjengee Bwana nyumba ya ufalme wake. Na sasa nimemtuma mtu stadi, nimemtuma mtu stadi mwenye akili, yaani Hiramu baba yangu, mwana wa mwanamke wa binti za Dani, na yeye alikuwa mtu wa Tiro, amjuaye sana kazi ya dhahabu, kazi ya fedha, shaba, chuma na mawe, na ya miti, rujuani na samawi, na kitani safi na ya nyekundu, na tena ustadi wa kuchora machoro yoyote na kufikiri fikra yoyote, apate kuagiziwa kazi pamoja na watu wako wastadi hapa ni masonry, tena wastadi wa Bwana wangu Daudi na baba
yapo. Ni masonry au na watu ambao ni wataalamu wa ujenzi. Mfano wa kwanza mlango wa 7. Mfano wa kwanza mlango wa 7 kwamba hili neno limeanzia wapi katika Agano la Kale. Na jinsi ambavyo Musa Hiramu ambaye ni mjenzi mkuu aliyehusika katika ujenzi wa hekalu cha Sulemani ndiye ambaye anabadilishwa sasa na kazi ya ukombozi ambayo Yesu Kristo alikuja kuifanya. Sasa ndio hata alikanifanya sababu Yesu ni mwokozi na ni mjenzi. Lakini wanamwamini kama ndio ambaye ni mwokozi. Mfano wa kwanza na wa 7 mstari wa 13 pia nisome sikilize. Mfalme Sulemani akatuma watu kumleta Hiramu kutoka Tiro, naye alikuwa mwana wa mwanamke mjane wa kabila ya Naftali, na baba yake alikuwa mtu wa Tiro mfua shaba, naye alikuwa mwingi wa hekima na akili, mstadi wa kufanya kazi zote za shaba. Mstadi hapa ni masonry. Akimfikiria mfalme Sulemani akafanya kazi yake yote. Kwa hiyo ndio fundi ambaye alijenga hekalu la Yerusalemu kwa Sulemani ndiye ambaye anaonekana kama Yesu Kristo mwokozi. Ndio mwokozi wao wa Freemasonry. Na ndio maana kutoka pale wakatoa hili swala la ujenzi. Ndio masonry. By the way, masonry, Freemason, ndio neno mason inatokana na nini? Na fundi mwashi. Ndio fundi anayejenga anaitwa mason. Sasa Freemason sema kwa ni mwashi huru au ni fundi mwashi huru. Lakini inafikia kwa neno ambalo tuliongezeka mahali pale ili ilete maana kamili. Na anasema kwamba mason Hiramu Abifu anadaiwa kuwa fundi mwenye busara ambaye Hiramu mfalme wa Tiro alimtuma kwa Sulemani kusaidia kujenga hekalu. Jina la baba yake limetungwa kutoka baba yangu mwishoni mwa mstari wa 13. Baba yangu, yaani neno baba yangu. Hiyo ndio mahali inapatikana jina hilo la Abifu, kwamba ni mtu ambaye ni mashuhuri. Simulizi ya uwashi inamuona ni fundi aliyefanya kazi kwa mikono yake, bali kama mwashi mkuu. Na mwashi mkuu hapa ni nani? Gaoto. Ndio mwashi mkuu, ndio Mungu mkuu ambaye si kwamba yeye ndiye alijenga hekalu. Alipojenga hekalu, alipokuwa anajenga hekalu, kuna fundi mkuu ambaye ni mwashi mkuu ndiye ambaye alisimamia katika ujenzi wa hekalu la Yerusalemu. Bali alikuwa na siri zote za uwashi mkuu au mwashi mkuu. Na hiyo alishauriwa kila kazi na alitoa neno la siri kwa mwashi yote aliyefanya kazi vizuri katika ufundi wake kulingana na maagizo ya mwalimu. Eti watu watatu walikuwa njama dhidi yake na kutaka afichue neno hilo la siri alilokuwa na uwashi, lakini alikataa kwa sababu hilo neno lililindwa na wale watatu: mfalme Sulemani, mfalme Hiramu na mason Hiramu. Walilinda kwamba kuna siri ambayo mwashi mkuu ambaye ni Gaotu alitoa kwamba ni jinsi gani ambavyo hekalu la Yerusalemu litajengwa. Waliokuwa na siri hiyo walikuwa ni Sulemani, mfalme Hiramu na fundi Hiramu ambaye ni mason. Wale watatu wakaamua na kumzika, na ilidaiwa kufuka kutoka kwa wafu siku ya 15. Nadhani baada ya viongozi wa kimason wanafundisha kwamba alizikwa tena hekaluni. Kulingana na hadithi hii, Hiramu Abifu alitoa maisha yake kulinda neno la siri ambalo ilipaswa kuwa na jina la Mungu au Gaotu kama mason wanapomwita. Kwa hiyo kwa kifo chake na cha kimashahidi na kwa ajili ya uadilifu wake akawa kielelezo cha juu cha kwa kila mwalimu mwashi. Kwa hiyo kama vile Hiramu Abifu yule ambaye alikuwa ni mwashi ambaye ndio fundi ambaye alikufa kwa ajili ya kutunza siri iliyotolewa katika ujenzi wa nyumba ya Yerusalemu, ndiye ambaye ni kama mwokozi, ndio kama Yesu wa kimason. Lazima umwamini Hiramu Abifu kwa jengo la Sulemani kabla ya Yerusalemu. Kwa hiyo shahada ya uwashi mwalimu mason mpya anaonyesha Hiramu Abifu kwa kujibu kile kinachodaiwa kumpata. Hii ni ibada ya kuheshimika zaidi ya kimason inayoitwa hadithi ya shahada ya tatu. Kwamba ni nini ambacho
kilipata gharama beef, na ukiweza kujibu vizuri, basi unakuwa umetunukiwa. Na maana kwamba basi hapo kuna matambiko, kama jinsi ambavyo tu shahidi wa kwanza alikufa, alikubali kufa kwa ajili ya kulinda siri ambayo alilinda kweli kweli, na wao wameweka kiapo kwamba na mimi niko tayari kufa, au unakuwa ushahidi wa kitu ambacho tutakufa kwa ajili ya kulinda siri zile za Lord mahala kukikaribia. Kwa lazima utoe ushahidi au utoe nini, utoe kama conviction, kama msukumo kwamba na wewe utaishi maisha kama aliyoishi muasisi ambaye ni Irama Beef. Masomo wanapaswa kumwiga Irama Beef ili ikiwezekana wapate kukaribisha kifo na kuhamishwa katika maisha haya na kwenda mbinguni au Green Lodge above. Masomo kwao kufa ni kitu cha kawaida. Sio hali kufa sio jambo ambalo ni mbaya. Kwa mtu ambaye ni mason akifa ni jambo jema, kwa sababu anaamua maisha yake kwa ajili ya katika maisha mengine. Kwa hiyo kama vile ndio maana watu sacrifice, wanaamini watu sacrifice za watu, kuua watu na kujitoa wenyewe, kujiua mwenyewe, kwamba jiwe mwenyewe hapana shida na kwenda katika maisha mengine. Na ni kama jinsi ambavyo Iram na yeye alikubali kufa kuliko kutoa siri. Kuliko kutoa siri ya kundi lao, uwe tayari kufa na uwe tayari kuuawa, kuliko kusema kwa jambo lolote. Na wakati mwingine basi hata mwenyewe unaweza ukauawa kwa sababu ukionekana unaweza kutoa siri, unaweza ukakabiliwa, ukashambuliwa na ukauawa. Kwa hiyo Freemasonry inabadilisha na kuchukua na imani ya Irama Beef kama mbadala wa imani kwa Yesu Kristo. Hawamwamini Yesu Kristo, badala yake wanamwamini huyo ambaye anaitwa Irama Beef, ambaye ni mjenzi mkuu. Soma katika Mambo ya Nyakati wa pili na Wafalme wa kwanza. Kuhusu mwanadamu au kuhusu mtu, wanafundisha nini hao Freemasonry? Kuhusu mtu au kuhusu mwanadamu? Wanaamini katika undugu wa kibinadamu bila kujali imani katika miungu tofauti. Wanadamu wote ni ndugu kwa sababu wanamwabudu Roho mmoja wote. Wanadamu kwa asili yake ni mwema na hana dhambi. Mwanadamu yote ni msafi. Mungu ameumba wote. Hamna mwanadamu kwa ni mbaya. Hawezi sema wale wenye dhambi na wabaya, kula wote ni sawa. Hakuna kutaja dhambi ambayo inahitajika kupatanishwa na mtongozi. Hakuna reconciliation, hakuna mediatorship, hakuna atonement ambayo inahitajika mahali pale. Hakuna mtu ambaye amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, hakuna. Na hata kama ukienda kule ukiwa ni Mkristo unajua kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, hiyo kitu haihitaji kule. Hakuna mambo ya Yesu, hakuna mambo ya mwanadamu mwenye dhambi, hakuna mambo ya upatanisho. Umeenda kule, umeenda ni undugu ukapata kuendelea. Mwanadamu anaweza kuwa na mapungufu, anakubali. Na katika mapungufu ambayo alionayo, ambayo mwanadamu ni mzuri lakini anaweza kuwa na mapungufu, haya mapungufu yanaondolewa kwa kuona tabia na mwenendo wake ili apate thawabu ya uzima wa milele. Kwa lazima tu uishi maisha mazuri. Kuna badilika tu kujijengea tabia, maisha mazuri. Wewe kufundisha kwa Mungu anapenda hiyo. So it's very easy, ni rahisi sana. Kama vile mbona ni rahisi sana. Ukristo ndio mzuri zaidi, ndio rahisi zaidi. Amen. Ukristo ni rahisi zaidi kwa sababu muamini Yesu Kristo. Hakuna cha matendo, hakuna cha kupima, hakuna cha kuangalia, unaishi maisha. Wewe muamini Yesu Kristo, tunaokolewa kwa neema bure. Hakuna kizuri zaidi ya hicho. Kwanza hivi lakini ukisoma maelezo ya zingine unajua na shida kuelezea sana, sababu kielezea kama ninakushawishi uende huko, hasa kushawishi uende huko. Yaani ukisoma jinsi wanavyoelezea ni kama vile very positive, kama kitu kizuri. Ni kama kitu ambacho ukifikiria sana kama kazuri, ni kizuri. You feel like I want to go this side. Bwana. Ukristo bado ndio kupatia kwa njia na kweli kabisa. Mwanadamu kwa ujumla ni mzuri, lakini ana mapungufu fulani ambayo yanaweza kuondolewa kwa kuona tabia ya mwenendo wake ili kwamba pale thawabu. Kuashi au mwashi kufundisha kwamba kombozi na wokovu ni nguvu na wajibu wa mwashi binafsi. Mtu binafsi, ule ambao umeingia kule kile kundi, wewe mwenyewe unafanya bidii zako ili kwamba upate ukombozi na hata uzima wa milele. Mwokozi Irama Beef anaweza kufanya
kufanya na anaweza kufanya kuonyesha njia tu. Yaani anaonyesha njia. Lakini si kama yeye ndio ambaye yeye sio mwokozi, anaonyesha tu njia. Yeye tayari ameshakuwa maka. Yeye tayari alishakufa. Yeye tayari alishajitoa kifo kwa ajili yako wewe. Kwa kutunza siri. Wewe unajua wewe mwenyewe ndio njia sahihi ambayo unafanya ili wewe ujue njia ambayo unatakiwa kwenda. Kwa hiyo mwokozi anaweza anafanya kuonyesha njia tu, lakini watu binafsi wakati wote waweze kufuata na kuonyesha kila mmoja kwa ajili yake mwenyewe uwezo wake kujiokoa, kujenga uwezo wake wa kiroho na wakati na kwa njia yake yeye mwenyewe. Kila mmoja anatafuta wokovu wako kwa njia yako wewe mwenyewe. Kwa matendo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kujiokoa. Matendo yetu yote tunaona kwamba ni mazuri, hata kama unaona kwamba inatenda vizuri kabisa kwa Mungu ni mchafu. All they are like filthy rags. Ni nguo zilizochakaa mtu ambazo ni chafu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni jambo jema sana. Niseme kwa matendo mengi mema mazuri ambayo wewe unaweza kuyafanya. Unaweza kufanya matendo mazuri na hata wakati mwingine ukaona kila katika jamii kwamba huyu mtu ni mwema. Kwa mmoja alifanya jambo jema sana na kila mtu anasema huyu anaenda mbinguni moja kwa moja. Haendi mbinguni kwa sababu ya matendo. Haendi mbinguni kwa sababu ameokoa jamii iliyokaa mahali fulani, haina kituo cha afya akawajengea kituo cha afya. Kwa hiyo watu wanaenda pale wanapata matibabu, kwa hiyo kwa sababu hiyo huyu amefanya matendo mema. Hapana. Sio sababu hiyo. Haendi mbinguni kwa sababu amejitolea labda akajenga kanisa mahali. Hapana. Sio sababu. Nazo jenga kanisa lakini bado waishao na jana. Haleluya. Amen. Unaweza ukatoa mchango ukasaidia sana ukafanya matendo mema mengi, lakini kama hujamfuata Yesu Kristo aliye njia na kweli na uzima umeisha jana. Ndio mara nyingi sana naogopa sana kupokea sadaka za Kristo bila kuhubiri njia. Itasaidia nini? Umechukua sadaka za Kristo bila Jumapili alafu siku ya mwisho wale wanaenda jana. Sababu gani? Hukuambia ukweli wa injili na kwa injili ya Yesu Kristo. Hukuambia habari ya Yesu Kristo. Walikufaidisha, kuchukua pesa zao ukala. Wengine wale Waislamu wakachukua michango yao, wakatumizi sadaka, wakachukua michango yao, wakachukua pesa zao ukala. Lakini mwisho unaona yule jana. Inawezekana kwa kile kanisa likusaidia kujenga kwa mchango wake. Yesu Kristo ndiye njia. Sio mwanadamu binafsi. Si kwa matendo yangu mimi, si kwa jitihada zangu, si kwamba mimi naomba namna gani, si kwamba mimi ninasali, sio kwamba nasoma Biblia namna gani. Nasoma Biblia vizuri kama kwanza umeshamwamini Yesu Kristo. Yeye kwanza, matendo mema baadaye. Si matendo ndio yeye kwanza au matendo. Kwa hiyo ni vizuri pia kukutana na mtu ambaye ni Freemason ambao pia hatuwezi kuwaona, haujulikani. By the way, hata kibao namba ya Freemason, namba za Freemason zinatolewa hivyo. Namba ya Freemason ni hii, piga kama kujiunga, sio hizo hazitolewa kila mahali. Siri sana. Elbo upande ni kitu ambacho ni very kwanza hawana uinjilisti. Hawana uinjilisti, wao wanafanya uinjilisti, wao wanaenda kumhubiri Yesu Kristo, Muislamu muamini Allah. Wenyewe wewe mwenyewe utatafuta jinsi ambavyo utaingia. Kwa siri. Ndio maana katika familia anaweza kuwa familia ya watoto kadhaa kule ndani yenu akaweka mmoja ambaye ni Freemason na msijui. Hapo hiyo ndio imani ya Freemason na msijui. Kwa nini? Siri. Kikubwa kama Iramu bifu alipotunza siri, na wenyewe wanafundishwa kwamba kwa kutunza siri ndio maisha ya umilele. Ndio maisha mazuri. Ndio kufanikiwa kwa ajili ya kutunza siri. Wanafunzi misia labda kingia kwa sababu kesho kutoka kuna mtu pale. Angalia siri. Sindio? Hayo ndio kwa kesho kuna mtu pale. Hata anaongea tena utarokoka tu mahali utarokoka kuna viamo kwa mahali hapa ambapo ni vibaya sana sio nzuri. Kuhusu wokovu, tunafundisha leo kuhusu wokovu.
kila mwashi anahakikishiwa wokovu, lakini si kwa imani katika Kristo Yesu, kwamba na kwani hii imani kwa Yesu Kristo haitajiki kabisa kwetu. Kwa hiyo wokovu upo, lakini sio kwa Yesu Kristo. Biblia inasemaje katika Matendo ya Mitume mlango wa 12? Hakuna wokovu wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Hakuna jina jingine tulilopewa sisi wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwa bali jina la Yesu pekee yake. Kwa hiyo watakwambia kuna wokovu, lakini sio lazima kwa Yesu Kristo. Hapo ndio wokovu. Na ndio maana tunasema pale mwanzo kwanza, wale wa dunia na mambo ya dunia hasa sisi hawezi kusikia. Tukiwaambia watu habari za Yesu hawezi kusikia, kwa sababu sio wetu, wale wa dunia wana mambo yao, wana taratibu zao. Kila mwashi au kila mason anayeshika mafundisho ya maadili ya roho cha hakika atakuwa nafasi katika roho ya juu au katika makao makuu. Msanifu mkuu wa ulimwengu anaongoza, msanifu mkuu wa ulimwengu yeye ndiye anaongoza hiyo ambayo tunaita grand lodge ya juu, grand lodge above. Ile yale makao ya juu yanasimamiwa na yule ambaye ni msanifu mkuu, ambaye ni the great architect of the world, ndiye ambaye anasimamia makao makuu ambayo Kikristo au kibibilia ni Yohana 14 ni naenda kwa nini waangalia makao. Yaani unajua watakuleta katika mazingira ya kiimani kama upate kuamini kwamba ni sahihi. Sasa hizo ndio kuangalia makao. Napenda kuangalia makao, na ndio maana makao ndio kuangalia bwana ni grand lodge above. Makao makuu yaliyopo kule mbinguni, ambayo anayesimamia ni huyu Mungu ambaye ni Mungu mkuu, ambaye ni muumbaji mkuu. Wanamuita yeye the great architect, muumbaji mkuu wa ulimwengu. Asije tunamuita ni Mungu mkuu. Majina tofauti, lakini wanasema ni majina tofauti, lakini Mungu yule yule. Na pia kile kitabu cha Ufunuo unapata maelezo ya mji ambao ni mji mzuri sana, ambao huyu fundi mkuu, mwashi mkuu anasimamia. Nikatazama naona Yerusalemu ikishuka, mji mkuu ukishuka, ambapo ndio unasimamiwa na huyu Bwana. Unaposhuka, wow, ni mji mzuri sana. Aliyejenga nani? Great architect of the world, mwashi mkuu wa ulimwengu, ambao wale ambao ni Freemason ndio ambao wanaingia kule kwa sababu ya kazi zile za mwashi hizi, ambao wanataka kumsupport huyu mwashi mkuu ambaye ni Mungu. Sisi tunasema ni Mungu, wewe unamuita ni Gao au mwashi mkuu wa Mungu. Wokovu basi upatikana kwa matendo. Waashi wanahusika katika kazi nyingi nzuri zinazotoa huduma kwa jamii. Nimezungumza pale awali, wanalisha maskini, kutoa huduma za matibabu na kwa watoto, na hasa wale waliojeruhiwa katika mazingira tofauti. Pia mtu ambaye katika mazingira magumu au watoto katika mazingira magumu anatoa msaada sana. Na nikumbushe tena, nimesema pale mwanzo, nikumbushe, hawezi kuleta msaada waseme sisi ni mason au msaada. Hawezi kufanya hivyo. Wanatumia akili. Nimesema madhaifu shetani kwa nini anajigeuka kama malaika wa nuru. Watu wengi katika mazingira au katika hali ambayo utaona ni mtu mzuri sana, utaona ni mtu ambaye ni very committed, mtu ambaye ni Mkristo au ni mtu ambaye kama ni Muislamu, kama ni Muislamu mzuri, anatoa msaada katika jamii, kumbe ndani yake ni fedha ya kimasomo. Wanaweza hata kuwasaidia au wanawezesha wachungaji waliotumwa katika mazingira magumu kwa kuwapa ufadhili katika huduma. Hiyo ipo. Kwa pia wanapopata misaada ya mashirika mbalimbali, wewe ni mchungaji umepewa huduma mahali magumu, unasikia tu shirika fulani linasema bwana nataka support huduma yako. Kuwa makini kwa wale wanaokusupport ni watu wanaogani. Inawezekana katika moja nyingine unaingia katika mikataba ambayo ina imani tofauti. Kuwa makini sana yule ambaye ana support kazi ya Mungu mahali ambapo unaenda. Usikubali kila msaada. Sawa, kibinadamu tunahitaji kweli. Mimi nasema wote tunapokea fedha tunatakasa. Lakini wakati mwingine katika kuipokea inaingizwa katika hali ya maneno ambayo ni machafu pia, ambayo katika hali moja nyingine inaweza ikaharibu hata ya kurudisha katika maisha. Ndio maana
Kawaida kwa mazingira yetu inawezekana tukaona ni ngumu sana. Lakini hata hizo offerings sadaka tunazozipokea, tuwe makini sana na kupokea sadaka tu. Kataa sadaka wakati mwingine. Sisi soma nimekosea. Narudia tena. Kataa sadaka wakati mwingine. Okay? Inawezekana? Yeah. Kuna wakati ambapo unatakiwa ukatae sadaka. Kama sadaka ni ya uchafu, kama sadaka ni ya mazingira ambayo ni tatanishi, kama sadaka ni ambayo haina hata uwepo wa Kristo ndani yake, hiyo sio sadaka. Na hatakiwi kuingia katika hazina ya Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hapo ile sadaka sema nini? Mungu bariki sadaka hii na waliotoa watambue kwanza wokovu ambao unapatikana kwa Yesu Kristo, ambaye alijitoa sadaka ya pekee. Yesu ndiye alijitoa sadaka ya pekee, na sisi tunatambua ile sadaka ambayo alitoa. Kwa hiyo tunapotoa sadaka ndio tunasema kwamba ile kazi ya Yesu Kristo, sadaka kwa aliyotoa ipate kuenea. Sasa amekuja mtu ambaye hata hajui kazi ya Yesu Kristo msalabani, hajamwamini Yesu Kristo, hajui ukombozi ambao, hajui sadaka ambayo Kristo alitoa. Unasema kwamba nimepokea sadaka kwa sababu anatambua. Atambui. Nisema pale awali, unaweza kufanya hizo sadaka zote, mwisho wa siku wanaona wale watu wanaenda jana, wale wanaenda kujizoa na Mungu. Na sadaka yako ilikuwa kupokea kile Mungu. Muamini wa Mungu. Ikiwezekana kataa sadaka. Ukikataa mara moja, atajiuliza wewe umekataa. Inawezekana kuchukua tofauti na ile ambayo alikuwa amekataa. The offering is for believers. Sadaka ni kwa watu ambao ni Wakristo ambao wanaelewa ni nini maana ya kutoa sadaka. Sadaka sio mchango. Sadaka is not a contribution. Akija mtu ambaye ni mpagani kanisani, akiona na mimi naomba mimi nitoe mchango, nilete kikapu na mimi nitoe mchango. Ule sio mchango. Ile ni kutambua thamani ya kazi ya ukombozi Kristo aliyoifanya msalabani. Kama tunatangaza Kristo ulitoa sadaka kwa ajili ya, na mimi natoa sadaka kwa ajili ya, natoa kwa ajili ya kutambua ile kazi, na mwisho tunaiombea kwa ajili ya kazi ya Injili. Ndio watu wanafadhili watumishi, lakini pia wanajaribu kushawishi, kupanga na kufadhili ziara za nchi takatifu. Wewe umeshazungumza pale awali, wanaorganize sana safari za Holy Land Trip. Dar es Salaam inafanyika sana. Ndio wanataka kupokea ofa. Chape ofa kama na watu ambao wanataka kwenda nchi takatifu, kuna ofa imetolewa na ndio tunilipe nusu ya gharama. Hiyo nusu ya gharama nyingine inalipiwa na shirika. Kwa hiyo Dar es Salaam kuna kanisa ambalo na support, kuna mkuu wa mchungaji Dr. Maro. Ile kanisa linaua na support safari za Holy Land. Siwezi kusema kwamba ni Mason, siwezi kusema hivi, siwezi kukataa pia kwamba ushawishi ulio ndani, fedha zinazopatikana zote, kama ni fedha halali, ni fedha ambazo ni safi zote, hivi pia wana ushawishi, sababu ndio kazi ya fedha za Injili tusaidia katika mambo ambayo yanaweza. Lakini mashirika ambayo yanaitwa mashirika ya kijamii, hizo wameingia mpaka makanisani, changamoto kubwa, ndio tatizo kubwa ambalo ni jinsi gani ambavyo tunakuwa makini kupokea. Ni kweli. Hata hivyo, kwa kuwa Freemason inapingana na Biblia juu ya fundisho la msingi la maandiko yaliyo ya msingi, cardinal doctrines of the scripture, wanapingana na maandiko yaliyo ya msingi na mafundisho ya Kikristo. Ni kweli kwamba Mkristo wa kweli hawezi kuwa mwanachama wa Freemason. Huwezi kusema kwamba mimi ni Mkristo alafu pia na mimi ni mwana Freemason. Haiwezekani. Either ukubali kwamba wewe sio Mkristo au wewe ni Mkristo. Kama ni Mkristo, kwa Mkristo. Wewe sio mimi ni Mkristo lakini pia ni mwanachama wa Freemason. Ndio. Kwa nini sentence imeandikwa mahali hapo? Imeandikwa kwa kusudi kwa sababu ndani ya makanisa hiyo kitu ya Kristo kuna watu ambao wameingia katika chama cha Freemason. Kumbuka kule hao mimi kuingia, utaingia wewe unaenda kule, ukaje badani kwako, unaenda kule, ukaje badani, utunze siri ambayo kule. Wao nikasema pale usishangae kwamba kule makanisani kuna watu ambao ni Freemason. Sio umeingia katika ile chama. Usishangae katika familia kwa na mtu ambaye ni Freemason. Usishangae. Kwa sababu wameambiwa kutunza sana. Usishangae ukawa na mchungaji pia ambaye ni Freemason. Sababu hawana alama.
Hamna mtu anajitangazia wazi mimi ni Freemason. Hakuna atakayejitangazia hata mmoja. Yale ni mambo. Lazima ukumbuke. Biblia inasemaje? Kozi kuhusu wokovu, tunazungumzia mambo ya wokovu, Yohana, Matendo ya Mitume, Waefeso, Warumi wote tunazungumzia na katika Warumi Paulo, katika Galatia Paulo anasema kwamba hawa jamaa Galatia walikuwa na imani, lakini baadaye walikuwa wamebeba nguvu ya Kristo, wakageuka katika Mungu, wakapata imani nyingine. So, muamini Yesu Kristo, acha mapokeo mengine, simama katika kumwamini Yesu Kristo na Yesu Kristo pekee yake. Wanafundisha nini kuhusu baada ya maisha afterlife? Masonic Lodge inafundisha kwamba kuna maisha baada ya kifo. Na maisha baada ya kifo yanapatikana katika Great Grand Lodge ya juu, na inatumika kuelezea mbinguni. Wewe unaweza kuuliza wengine sawa? Great Grand Lodge maana yake ni neno badala ya nini? Ya mbinguni kwa sisi wa Kristo na kutamka mbinguni au makanisa yao wengine. Inafundisha kwamba baada ya kifo nafsi inaendelea kuwa katika hatua ya kuendelea hatua kwa hatua ukifikia ukamilifu wa enzi zote. Yaani baada ya kifo kuna hatua ambazo nafsi itaendelea kupevuka na baadaye iingie katika hiyo lodge ya juu ambayo ni ya watakatifu. Nadai kwamba wokovu unapatikana kwa dini zote. Patanishi ndiye mwanzilishi wa kila dini, na huyu yupo katika kila dini. Mfano katika Hindu kuna Krishna, Mason kuna Ram, kwa Kristo kuna Mkristo, kuna Yesu Kristo. Kwa kila dini itakuwa na mpatanishi wake. Kwa hamna haja useme kwamba kuna mpatanishi mmoja. Hapana, hakuna mpatanishi mmoja. Mpatanishi inategemea na imani ambayo unakuja nayo kwenye lodge. Mason na siri. Freemasonry inawafunga wanachama wake kutunza siri kwa mafundisho yao kwa kiapo cha dhati wanachowekewa wanapoingia katika shahada ya kwanza. Kwa pale unaingia upewe kiapo ambacho ni kikubwa sana, kiapo ambacho huwezi kukikataa, ukiuka tena. Kama maana ndugu wewe unamwambia ni vigumu sana kuingia na kutoka. Unajifunga kwa kiapo bila ya kujua maudhui au siri unayoapa. Siri anayoapa kuificha na kamwe asiifichue. Yaani waambie kwamba kuna siri ambayo unapewa. Na hii siri unatakiwa uifiche, usitoe. Kama tu jinsi ambavyo Irama vifo alikataa mpaka akauawa. Na wewe pia unatakiwa unapoingia kuna kitu ambacho unaambiwa kwamba usikubali kusema kwamba ni nini ambacho unachokukuta au unachoenda kukiambiwa. Unajifunga kwamba sasa ufichua. Lakini pia unajifunga kwa siri wakati mwingine hujajua maudhui ya kile ambacho pia unaenda kukiapia. Unasema kwa sasa ufichua. Mara wakati mwingine kwa stories zinazotolewa huko nje za kuhusu Freemason. Mtu anasema aliingia kule na hakujua masharti ambayo anapewa, lakini mara baada ya kula kiapo mojawapo ya masharti ya kwamba kamlete mke wako awe kafara au kubali mke wako awe kafara. Watu hapo wale umleta unaambia tu kubali. Kiapo kubali masharti mke wako amekufa. Napata malezi ya kafara amekufa tena. Katika kiapo au kuamini ndani kwamba utafanya hivi au utapewa kile. Inakuwa ni siri ambayo inakuwa ni kama package ambayo inafunguliwa. Sasa utakapoingia sasa ndio inaanza kufunguliwa moja baada ya nyingine. Au ndio zingine si hiyo hapana sio hivi. Inafunguliwa hapana sio hiyo. Mimi sikujua ni ukujua, lakini tayari umeshasema umeshaingia katika kiapo na uwezi kurudi tena nyuma. Utaambiwa mwanzoni kwamba ukiingia huko utatoka baba yako kafara, utatoka ndugu wako, utatoka mtoto wako, utafanya hautaambiwa. Lakini unapoingia sasa unakuta sasa jinsi ya kutekeleza vile viapo ndio inakuwa changamoto. Ni kweli? Hapo Mason anaahidi kwa uaminifu wa lodge chini ya adhabu ya kukatwa koo, ulimi kung'olewa, kutoa mizizi yake na mwili wangu kuzikwa katika mchanga mkali wa bahari. Hii ni kwa kitabu cha How to Respond, kitabu ambacho ni cha Lodge
cha John James Longstein watu wamekiandika kuhusu how this people swear. Hizi gani ambao wanaapishwa. Sasa nikitoa siri ya maudhui ya kikundi ni kato kwa ungio langu. Ulimi unaongelewa ndio ulimi kumwelewa kwenye mizizi yake. Maana yake nini? Yaani yote mpaka huko unaongelewa kabisa. Ulimi unaungana na mfumo mzima wa ndio unaongelewa yote. Ndio ni adhabu ambayo ni kali sana. Sio adhabu rahisi. Sio kwa uwawa kwa kupigwa risasi chapa wao hapana. Ni adhabu ambayo ni kali ambayo huwezi kuikiuka. Na mwili unakwenda kule mwili wako unapoenda kuzikwa, mahali ambapo hata mtu hawezi kupata kabisa kama mtu anategemea. Wewe uzikwa mahali kama unapoteza huko. Uzo mwana ndugu yangu atafuta kanisa. Kwa sababu umetoa siri ya maso. Haitolewani. Kwa hiyo James anafahamu au anyway, ni katika ya utafiti. Hiyo maana mnakuwa na sources chache sana. Ni katika ya utafiti kuna watu pia vigumu utafiti tunaweza kupata baadhi ambao ni zaidi. Lakini mara nyingi sana huwa hazitolewi, lakini lazima watu wanaomba ambaye anataka sacrifice mwingine anatolewa kafa. So haiwezekani lazima watu wabaya. Haiwezekani kikundi kama hiki kikosi mtu ambaye amesacrifice. Lazima watu wabaya wao ambao wamesha sacrifice wakabitray wakaondoka na wakapata consequences, matokeo wakapata kile ambacho walikipata. Kwa mfano katika taratibu zao hapo chini hapo na taratibu za kila siku wenyewe karibu kila siku wanachohubiri ni kukuza undugu, kuhubiri na kufanya kazi za kibinadamu, kusisitiza juu ya kuishi maisha maadili, uaminifu na usiri wa mafundisho na taratibu zote. Lakini pia wanasema iwapo Mason atajiondoa katika wanachama wa lodge au wasema kwamba ni asi, sitaendelea kuwa mwanachama, maana hiyo ndio kwa siri. Unaweza ukaasi usiwe siri, lakini pia ukienda ukisema unaasi, kwanza kama ulikuwa ni mfanya biashara yako itashambuliwa. Watatekeleza. Kama ulikuwa ni mtu ambaye unafanya kazi yako pia itaharibiwa. Kama ulikuwa na nafasi fulani katika jamii, hiyo nafasi itapotezwa. Yaani kile chochote ambacho ni muhimu kwako kitakuwa zero. Kwa sababu unaondoka katika ile fraternity ule huduma ambao uko kwa Mungu. So watakuwa wamewezesha. Sasa wengine wanajiunga katika kile kikundi kwa wapate maslahi. Ukishapata maslahi mazao pale wanafaa. Nimeshapata gari, nimeshapata nyumba, nimeshapata shamba, nimeshapata kampuni yangu, nimeshaanzisha kampuni yangu, kwa hiyo mimi najiweza sasa hivi, sasa mambo ya farmasi. Utapewa kwa zero. Na bado ukitoa asili yao zile bara ambao wanafanya nini? Na wao kwa adhabu ambayo ni kali sana. Kiapo ndio mshoka kwa watu. Maandishi vitabu ambao maandishi matakatifu yanayotumia kitabu kitakatifu ni mojawapo ya vipengele vya lazima katika lodge yote. Inaweza kuwa ni Biblia takatifu, Korani takatifu, Torati, Veda na chochote kile. Idadi kubwa ya washirika wa lodge huamua ni andiko gani takatifu ambalo linaweza likasimamishwa mahali fulani katika madhabahu ya Mason. Hata hivyo, hata kama utaamua ni Biblia ndio kila siku ukienda unaikuta mahali pale kwamba hicho ndio kitabu chetu cha hapo kwenye hii madhabahu ya Mason. Haimaanishi kwamba ile Biblia unaiamini. Hapana, imewekwa kama ishara nini ya utambulisho kwamba tunaamini angalau kitabu kimoja. Sasa kama kaenda ni Qur'an, na unapoingia kwenye ile kusanyiko lao, unakuta Qur'an iko mahali pale, si kama cha Kiislamu, sio kwamba hii logic ya Kiislamu hapana. Ni kitabu tu ambacho kinawaongoza. Kwa hiyo ni kama dini ambayo inakusanya watu wote ambao ni wa ulimwengu bila kujali. Kesho kusema kwamba Mason ni dini lakini ni dini ya uongo na dini ya kidunia. Tosha kusema pia kwamba kuwa makini na ushawishi very deceptive, ni wadanganyifu sana. Hasa kipindi hiki ambacho watu wanakimbilia katika kutafuta maslahi na uhitaji. Na hasa kipindi ambacho wakati mwingine katika mazingira ya kidunia na kwa mtu
unaweza kushawishika kupata misaada bila kujua kwamba msaada utapata. Kuwa makini na hao wanaitwa marafiki ambao hata wanatoka nchi zilizoendelea, sababu ndio wanatokea kule. Kuwa makini, jua kwamba wanaamini nini, jua wanafundisha nini, jua msimamo wao kiimani ni nini, ili kwamba uweze kukaribisha na hata kufanya kazi pamoja nao. Vinginevyo unaweza kuishia tu kwamba unafanya kazi na watu ambao pia ni moja wapo ya Freemasons. Pia mwisho, kuna imani zingine ambazo zipo ambazo tuweza kuzijadili, na hapo nimeandika 4-5 ziko mahali hapo. Kuna imani ya Bahai au Bahai Faith, kuna imani ya Confucianism au ni Confucianism ni inapatikana China mara nyingi sana kule. Ni dini ambayo inapatikana China. Kuna Shinto ni uungu wa Japani. Japani wenyewe wana dini yao wanaita Shintoism. Lakini pia mwisho kabisa kuna dini za asili kabisa. Milima, mabonde, miti mikubwa, hizo ni dini za asili ambazo pia nazijia ziko, lakini hatupata muda wa kuzijadili. Zile ambazo tumezijadili baada ya kuweza mazingira yetu, ili kwamba tupate kuzilinganisha. Tunapolinganisha na Ukristo, ndio kwamba sisi ni watu namna gani, na kwa nini sisi ni Wakristo, kwa nini sisi tunamwamini Mungu mmoja, na mtu mwingine akituletea imani ambayo haitokana na hiyo, mtu namna hiyo au ndani. Tumalizie kusoma Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 8, tumalizie kipindi hiki. Galatia mlango wa kwanza Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 8. Wagalatia mlango wa 8 mstari wa Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 8 na mstari wa 9, tusome kwa pamoja mstari miwili. Mstari wa 8 na mstari wa 9. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yote, isipokuwa hiyo mliohubiri na walimu, kama tulivyotangulia kusema na sasa tunasema tena, mtu ambaye atahubiri ninyi injili yote, isipokuwa hiyo mliopokea na walimu. Amen. Na hiyo iko kweli. Mtu akifundisha, akiwaletea mafundisho mengine yoyote, sio yale ambayo yanatokana na injili ya kweli ya Yesu Kristo, huyo mtu alaaniwe. Ukifundisha ukapokea mapokeo mengi, sababu mwanzoni Paulo anaanza jinsi anavyowashangaa Galatia, jinsi ambavyo mimi ninawashangaa wanafunzi wa BCA, jinsi ambavyo ninawashangaa Wakristo ambao wamekaa katika Ukristo kwa miaka kadhaa, lakini hapa katikati wakapata mafundisho mengine, wakafanya nini? Wakaenda huko. Mtu anaambiwa alaaniwe. Laana ni kama neno ngumu sana. Fit for destruction. Nafaa tu kwa hiyo kutengenezwa. Mungu asaidie. Naamini kabisa kwamba kwa vitu tunajifunza, na kila ambacho tumejifunza basi ikawe ni kila ambacho tunakishika sisi kama wafundisho wa Mungu. Tunapokutana na hao kwa mafundisho ya uongo, ndio pia jinsi ya kuadhibu katika njia sahihi ya kweli ya neno la Mungu. Amen. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa kutupa kipindi hiki ambacho tumejadili mafundisho kuhusu dini za ulimwengu na ulinganifu wake. Kwa nafasi ya kujadili na tumejaribu kuangalia dini mbalimbali. Yaani zaidi sana tutafundishe, tunapolinganisha tukaone kwamba hakika umetupa neema ya pekee ya upendeleo ya kukaa katika Yesu Kristo. Tupe nafasi pia kumhubiri Kristo na kuhubiri ukweli ambao unapatikana katika Biblia au neno la Mungu takatifu. Tutatoanisha kwa baraka zako na hata yale mengine ambayo bado yamebakia ambayo tujifunza wakati mwingine tena, na wakati wote tunapoendelea kuwa katika huduma tupate kujua kwamba tunaye mwalimu mzuri ambaye atufundisha, ambaye ni Roho Mtakatifu, kujua kweli na kukataa yaliyo ya uongo. Katika jina la Yesu Kristo, kwa neema na kwa mimi. Amen.